Yani ukisema match, yani mechi kwa Kiswahili, mechi maana yake ni timu A na timu B zimepambana kutafuta alama 3 kwa mujibu wa utaratibu wenu mlivyowekea hapa. Huyu akishindwa kuja, huyu anapata vipi alama? Huyu aliyeshindwa kuja, kwa nini hakuja? Sawa, naeleka vizuri? Ndio hiyo maridhiano. Yani mmekubaliana kweli hii ni bodi ya ligi au bodi ya klabu mbili? Naomba nieleweke sana. Humu ni mbali, hakuna mtu yote kwenye nchi hii atakayetoka kuwaambia haya. Mimi naongea kwa sababu nina mapenzi na hivi vitu na ndo maeneo yangu. Yani mechi maana yake ni mpambano. Ligi maana yake ni marathon, yani wingi wa idadi fulani zilizopangwa kwa mujibu wa makubaliano zinashiriki kupata bingwa huyu mmoja, ambaye bingwa wa kwanza labda ataenda kwenye michuano gani, kwa ngazi gani ya kimataifa, bingwa wa pili ataenda hivi na hivi, vitu kama hivyo. Mmeridhiana, na yakitoka maamuzi kwamba kuna viashiria sijui vya rushwa, hatua zipi zinachukuliwa kwa kubalance? Kwa sababu mfano saa hii Tabora wanaonekana kwa kupitia mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Tabora, kunaonekana mechi ya Yanga ina viashiria vya rushwa dhidi ya Tabora. Si amelalamika, kuna messages, sijui text zimekamatwa, sijui wachezaji wanatumiwa miamala. Hivyo ndio viashiria vya rushwa. Na hapo inatakiwa itoke tamko kutoka bodi ya ligi, hii hairishwe mchezo. Sababu za wazi, yani mheshimiwa mkuu wa mkoa kitaifa ana ngazi ya kumwakilisha rais kwenye mkoa wake. Hilo ni jambo kubwa sana, very sensitive. Huo ndo uwiano uliokuwa na uongea. Sio tu akihofia Simba au Yanga ndo vitu vichukuliwe kwenye kanuni. Kwa mchezo wa Tabora na Yanga libidi ukairishwe. Sikuna viashiria vya rushwa. Mheshimiwa, yani mkuu wa mkoa ana mamlaka, ana ngazi na sauti na tiketi na eneo la kusema na meno ya mamlaka ya kamati ya ulinzi na usalama kwenye mkoa wake. Hali ya ulinzi na usalama inaonyesha mchezo wa Tabora United dhidi ya Yanga una viashiria vya nini? Vya rushwa. Accordingly to RC. Umeelewa vizuri hapo eh? Hapo vipi bodi ya ligi? Tuendelee na mechi au tusimamishe? Sasa hizi mambo mjue mnadili na watu ambao wana exposure, experience, utayari wa kufuatilia, kuupenda huu mchezo kuliko mimi. Naamini kwenye mimi I ain't say mtu hawezi, ila naamini mimi naweza. Hapa naeleweka vizuri? Mimi nikisema naweza sijasema wewe uwezi, ila mimi nina muda, nina exposure, nina experience na haya maisha ya soka, hasa siasa ya nje ya uwanja. Ndio maana kama unaona gawa na avoid sana, kwa sababu ninapiga mawe ambayo yana uwazi. Kwa mujibu akivaa nafasi yake kama mkuu wa mkoa, ana nafasi ya kamati ya ulinzi na usalama wa mkoa. Ametoa taarifa kwamba mechi ya Yanga, Tabora dhidi ya Yanga ina viashiria vya nini? Vya rushwa. Ameagiza TAKUKURU pale ndakiwa isimamishwe mechi mpaka uchunguzi ufanyaje? Ukamilike. Vipi hapo? Sasa hiyo ndio yale maridhiano. Isiwe tu nafasi inawafeva Yanga ama Simba. Tuangalie ligi nini? Ligi nzima. Kuna mambo mengi. Singida nadhani moja wapo, Singida Fountain Gate. No, ni Fountain Gate au Singida Black Stars. Kuna mmoja alinyang'anywa alama kwenye ligi kuu. Kuna mmoja amepunguziwa alama. Kulikuwa na tatizo. Fountain Gate alikutwa na tatizo. Sasa kwa nini inaenda upande mmoja hizi klabu zingine? Unasema upande mmoja hapo ya timu mbili. Sasa hapo hamna ligi, maana hiyo ni bodi ya Yanga na Simba. Kwa atakayekuwa na nguvu kati ya Yanga kashinda ligi, atakayekuwa na nguvu Simba kashinda ligi. Sasa tuwezi kwenda hivyo. Hizo ndo tafsiri za vyombo hivyo vya kimataifa. Kwa kwangu mimi hili jambo linanionyesha wazi kabisa kwamba sipendezewi na kinachoendelea na dalili zake si nzuri, kwa sababu wenye mamlaka kiulimwengu wanatutazama na kufuatilia hili, na litaleta shida sana, kwa sababu
sioni dalili ya kulimaliza inavyotakiwa. Hili jambo hili litaenda kuisha vile ambavyo haitakiwi. Lakini tukitaka liishe linavyotakiwa, nadhani kama kweli ukiondoa leo ni tarehe 1 ya mwezi wa 4 siku ya wajinga, kama haitakuwa ni kweli siku ya wajinga ikawa ni sahihi ya ile makala tulioiona, basi nadhani kule ndio sehemu sahihi, watusaidie kwenda kulimaliza. Kwangu mimi naheshimu mamlaka za shirikisho la soka nchini, na heshimu nimekwambia BMT na wizara kuingilia kati kwa sababu tuna mamlaka yetu ndani hapa kitaifa, lakini lilipopelekwa ndipo ambapo mambo yakishindikana kishirikisho na kikanda ndio yanapoenda. Kama Yanga wamejitosheleza kwa sababu walioenda pale umeona orodha wale wanasheria pale ni manguli. Mimi kila laheri kwa sababu nachotaka ile jambo liishe vizuri ili tupate mtu sahihi na mwenye haki sahihi, mechi na mpira uendelee, tupate bingwa halali wa msimu wa 24-25. Kasi ni sehemu sahihi kama kweli tulichokiona hakihusiana na tarehe 1 mwezi wa 4. Yes.